kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, yeye ni Mungu anayeweza yote. Somebody lift up your hands and tell him, Lord, there is none like you. Father, we adore you, we give you praise, we give you praise, oh God. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Hakuna kama wewe, 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 sema hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Ni kweli, ni ukweli usiopingika, unaojulikana na unaendelea kujulikana. Hayupo anayefanana na huyu Mungu ambaye asiyelala wala asiyefunga jicho lake kwa sababu yoyote ile. Yeye halali wala asinzi kwa sababu ya maisha yetu. Nitumie nafasi hii kukukaribisha sasa, mtoto wa Mungu, katika ibada yetu ya leo. Neno letu la mwezi wa 3 linatoka kitabu cha Yona sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 17. Na hapa tunamwona Yona analikimbia kusudi la Mungu. Tunamwona Yona anatupwa ndani ya bahari. Tunamwona Yona anajikuta yuko kwenye tumbo la samaki siku 3 mchana na usiku. Huyo ni Yona. Sasa kuna vitu vya kutazama hapa, alafu kuna mahali tunakwenda kujifunza kitu kingine leo. Kwa hiyo kaa hapo. Tunamwona Yona hapa hakutii maelekezo, hakufuata alichoambiwa, akaona bora yeye akimbie. Hapa kuna mambo mawili ambayo mimi nayatazama katika kukimbia kwa Yona. Moja, alipuuzia, aliona hakuna ulazima, kwa maana hakujali. Lakini la pili, aliona bora Mungu awamalize tu. Umeona? Bora Mungu awamalize tu, kama ameamua kwa hukumu au hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la tatu, neno la Mungu linasema iko njia machoni pa mtu ionekanayo kwa kikuwa ni njema, lakini mwisho wake ni mauti. Kuna vitu tunavifanya tunavifurahia, lakini mwisho wetu sio mzuri. Kuna jambo unaweza ukalifanya ukaona ni sawa leo, lakini kesho likawa na madhara mabaya kwako. Mambo matatu hapo. Yona hakujali, alipuuzia. La pili, aliona bora tu Mungu kama anataka kwa hukumu, na aliamua kukimbia ili awache wenzake wahukumiwe. Jambo la tatu, alidhani alichokiamua kuwa ni sahihi, lakini kumbe kilikuwa na madhara na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Juzi na jana nilikutolea mfano ya kwamba kuna mtu anaweza akachimba shimo akiwa anamchimbia mtu mwingine, lakini mwisho wa siku lile shimo anakwenda kuingia mwenyewe. Si ndio? Unaposhindwa kujua kwamba chochote unachofanya leo ni mbegu, ujue kuna siku utavuna. Kama unafanya jambo jema, utavuna wema. Kama unafanya jambo baya, utavuna ubaya.
Sasa Yona ametufundisha vitu vingi sana toka tumeanza mwezi huu, na bado tutaendelea kujifunza mpaka siku ya mwisho ya mwezi huu. Tutajifunza tukimwangalia Yona. Safari ya Yona inatufundisha vitu vingi sana. Madhara ya kutokufuata maelekezo ama kumtii Mungu kwenye kile anachokuambia. Ukimtazama Yona tu, ukamwangalia Yona kama Yona, utabaki unamuona Yona. Lakini mtoe Yona, jiweke wewe, ndio utakapoona kwamba kumbe na wewe Mungu anasema na wewe kwa mengi tu. Amezungumza na wewe kwa ndoto, amezungumza na wewe, watu wengine wamekuja kukuambia straight kabisa kwamba hivi, lakini pengine hukujali. Na inawezekana kutokujali kumesababisha hayo unayoyapitia leo yalisababishwa na wewe kutokutii ulichoambiwa. Roho wa Mungu anasema nasi kila kukicha. Inawezekana alikusemesha kwenye hiyo biashara, alikusemesha kwenye hayo mahusiano, alikusemesha kwenye hiyo huduma, alikusemesha kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo safari. Kuna maeneo mengi tu anatusemesha. Shida inaweza ikaja kuwa ni kwenye kumuelewa ni yeye ama sio. Wengine wanasema, mtumishi, sasa mimi nitaelewaje kama ni Roho wa Mungu? Neno la Mungu linasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mtoto wa Mungu hayuko ambaye hasemeshwi na Mungu, ila tu tofauti ni kwenye kutafsiri, kujua kwamba huyu ni yeye ama sio. Huyu ni yeye au ni mawazo yako. Hapo sasa ndio kwenye changamoto. Inabidi ukae uweponi mwa Bwana, ndio utaelewa sana. Lakini kama ni mtu wa in and out, sio rahisi kuelewa. Unaingia, unatoka, unaingia, unatoka, sio rahisi wakati mwingine. Lakini ukikaa uweponi mwa Bwana, kuna namna ambavyo Roho wa Mungu akisema unaelewa huyu ni yeye. Anaweza akakuzuia kufanya ambacho wengine ndicho wanachokifurahia kufanya. Anaweza akakuzuia kwenda mahali ambako wengine wanaenda. Hata kama ni kitu kizuri vipi, anaweza akakwambia no. Ndio maana hata sisi tunakuambia kabla kujiunga na Mungu kwanza, msikilize Roho wa Mungu. Hata kama ni miaka 2 usiingie tu. Sikiliza Roho wa Mungu akikwambia hapa penyewe, ingia. Sasa nabii Yona alisemeshwa na Mungu ya kwamba aende mji wa Ninawi akawaeleze kwa habari ya toba, lakini yeye akaamua kukimbia. Matokeo yake aliamini anakimbia yuko salama, lakini akajikuta ametumbukizwa baharini na anajikuta yuko mdomoni mwa samaki. Kakaa siku 3. Kazitumia zile siku 3 kutubu ndani ya tumbo la samaki. Lakini kwa sababu ni Mungu wa rehema, ni Mungu anayetupenda, alimsamehe na mwisho wa siku akatapikwa nchi kavu. Mtoto wa Mungu, unawezekana na wewe kuna wakati unaupitia. Kuna wakati ama kuna majira ambayo unapitia. Mungu ni mwaminifu. Ukiomba toba kwa kosa lolote ambalo umekosea, yeye anasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa tukajifunze, tukasikilize kisa kingine leo hii. Twende kwenye kitabu cha Daniel. Tukamsome Daniel hapo. Kuna maisha ya watu wanayapitia kama ya Daniel. Twende tukasome kitabu cha Daniel sura ya 6 ule mstari wa sasa tukaanzia wa kwanza mpaka wa mwisho kabisa wa 28. Danieli sura ya 6 tutaanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa 28. Kwa hapa tutaenda taratibu. Taratibu, maana andiko hili ni refu kidogo. Danieli sura ya 6 ule mstari wa kwanza mpaka wa 28. Kwa hiyo leo hapo tutakaa hapo kidogo. Kwa usiwe na haraka hapo. Kuna mambo ya msingi unatakiwa uyaone. Uone hila zilivyo za watu ambavyo wanaweza kukufanyia kitu kwa lengo fulani, ikatungwa sheria kwa ajili yako tu. Watu wanaokutafuta maofisini, watu wanayajua haya. Kwenye familia huko, watu wanakutana nayo. Kwenye ndoa huko, watu wanakutana nazo hizi mambo. Huko kwenye ndoa inatungwa sheria kwa ajili ya wewe tu, imekulenga wewe mtu mmoja. Ofisini inatungwa sheria tu kwa ajili ya wewe tu. Wao yani kama kiini macho, yani ipo kama kwa ajili ya watu wote, lakini kumbe inamlenga mtu mmoja tu anatafutwa. Kuna watu wameanzishwa vitu maofisini, yani wamekutafuta, wamekukosa huku, wanakutafutia engo fulani, wanajua kwenye hii uchomoki, lazima watakukamata.
lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, anasimama kwenye haki. Tunakwenda kujifunza ile andiko. Ninajua watu wengi wanapita sana kwenye ile eneo, na namshukuru wa Mungu amenisemesha kwa habari ya ile andiko. Maana wakati jana naomba, Roho wa Mungu alinisemesha kwa habari ya watu ambao wanapita kwenye vifungo, wanapita kwenye misukosuko fulani, wanahitaji msaada wa Mungu. Pengine hii itakwenda kuwa transform na wao, kuwatoa kwenye hali fulani, itakwenda kubadilisha hali ya mapito yao. Haijalishi unapita kwenye jambo gani. Yes. Danieli sura 6 ule mstari wa kwanza mpaka wa 28. Naomba nisome pamoja na wewe. Mtu wa mwisho kabisa kunitumia basi atakuwa amepata kibali machoni pa Mungu niweze kusoma kutoka kwenye Biblia yake. Yes, Danieli sura ya 6 mstari ule wa kwanza mpaka wa 28. Nami nitasoma kutoka kwenye Biblia mtoto wa Mungu, anaitwa huyu hapa anaitwa wa mwisho kabisa ni Claudi Kibukila. Yeye anatoka DRC Bukavu. Tusome Biblia kutoka Bukavu kwa Claudi Kibukila. Ni Danieli sura ya kwanza, sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa 28. Neno la Mungu linasema, sikiza kwa makini. Hapa ilikuwa ni njama dhidi ya Danieli. Neno la Mungu linasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Bwana Yesu asifiwe. Na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili mawaliwali hawa wote watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na mawaliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamili wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo, tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamili wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamili na madiwani na mawaliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme utatupwa katika tundu la simba. Atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme, piga marufuku, ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akatia saini maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa. Anasema yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Kumradhi, ngoja niongeze kidogo hapa ukubwa maandishi uweze kuona vizuri. Naanzia ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa. Kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba dua,
na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme. Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako, mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Awajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme yule, Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa na Yuda, hakujali wewe, mfalme, wala ile marufuku ulioitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya akakasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Danieli, akajitabisha kumwokoa hata jua likachua. Ndipo watu wale wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lililo marufuku, wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Daniel, wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri wa wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake, akakesha usiku kucha, akafunga, na vinanda vikaletwa mbele yake, na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Na alipolikaribia lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina hatia tena. Mbele yako, mfalme, sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakaletwa wale watu waliomshtaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda wakivunja mifupa yao vipande kabla hawajafikia chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote za lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, amani na iongezeke kwenu. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu watu watetemeke na kuogopa mbele zake Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye Mungu aliye hai, adumuye milele, na ufalme wake ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa, hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Danieli na nguvu za simba. Basi Danieli huyo akafanikiwa katika enzi za Dario na katika enzi za Koresh Mwajemi. Bwana Yesu asifiwe. Ni andiko refu kidogo, lakini kuna kitu kizuri ambacho kitakusaidia na wewe kukuimarisha leo hii. Yamkini kuna mahali unapitia,
yamkini kuna mahali umezushiwa, yamkini kuna kipindi fulani unachokipitia kwenye maisha. Kuna mambo ya msingi ambayo kama utakuwa umenielewa vizuri, umelifuatilia andiko hili vizuri, japokuwa tulikuwa kuna kukatakata, lakini naamini utakuwa umenielewa vizuri kile kisa ambacho kinazungumzwa hapa. Neno la Mungu linaonyesha Daniel alikuwa anapigwa vita kwa sababu alionekana kuwa ni mwaminifu na ni mtu ambaye ana roho wa Mungu anaishi naye ndani yake. Lakini kwa kuwa ni mtu ambaye alikuwa anamtumaini Mungu, huwa ni mwana maombi, kwa hiyo wakaona wale ambao tukianza ule mstari wa kwanza nasema Mfalme Dario aliamua kuweka uongozi, ama aliamua kuweka uongozi katika ufalme wake. Akawa amechagua, hapa tunaona kuna mawaliwali. Mawaliwali ni kama tunavyosema kwa nyakati za zetu, ni aina ya viongozi katika eneo fulani. Kwa mfano labda governor, ama tuseme kama governor, ama sijui ndio mtendaji huku, kama magavana hivi, au watendaji katika maeneo fulani. Aliamua kuteua, lakini sasa Daniel alikuwa ni miongoni mwao walioteuliwa, lakini yeye akaonekana kuwa ni bora zaidi. Unajua maofisini mmoja wenu akiteuliwa, watu wanaanza mizengwe. Sasa Daniel alikuwa na ile hali ya uaminifu ndani mwake. Kwa hiyo alikuwa anafanya vitu ambavyo vinamfanya mfalme anafurahishwa navyo kutokana na uaminifu aliokuwa nao. Hawa watu wakamwonea wivu. Na kwa kuwa alikuwa ni mwana maombi, sasa wao wakamwanzishia zengwe. Hao mawaziri na mawaliwali na maamili, wakaona mwanzishie zengwe. Naposema zengwe ni kama tuseme hila kwa Kiswahili kingine. Wakamwanzishia hila. Sasa wakaamua wamharibie kwa mfalme, lakini watumie njia gani? Kwa sababu katika njia zote wanazomtafuta hawampati. Wanaona kila eneo yuko vizuri. Sasa wakaamua kumtafutia zengwe. Kwa hiyo wakaona njia sahihi watunge sheria ya kwamba hamna mtu kuomba ndani ya siku 30. Sijui mwana maombi unasikia kwamba ikatungwa sheria ya kwamba hamna mtu kusali, kuomba kwa muda wa siku 30. Lakini hiyo sheria ilikuwa imemlenga mtu mmoja, kwa sababu hao wengine masuala ya kuomba sio issue. Wakaamua kutengeneza zengwe ili wampate huyu ambaye anaonekana kuwa ni bora kwa bosi au kwa mfalme. Haya mambo yapo kwenye maofisi, kwenye maeneo mbalimbali tunakoishi huko, yapo. Kwa wakamtengenezea zengwe, na lile zengwe lao likafanikiwa. Kwa kuwa huyu ni mtu mwana maombi, hakuweza kuahirisha kuendelea na ule utaratibu wa maombi. Alikuwa ni mtu anayeomba mara 3. Kwa hiyo kila siku anapiga goti anaomba. Sasa ile sheria wakajua itampata tu. Na kweli, kwa sababu kuna siku alikuwa anaomba, na akiwa madirisha yake yako wazi, wakamuona anaomba. Wakaamua kumzinga. Nikisema kumzinga unaelewa? Wakaamua kwenda kama kumzunguka. Na wakamshtaki kwa mfalme kwamba ile sheria uliyoweka muhuri kabisa ya kwamba mtu yoyote kati yetu yeyote asiombe mahali yoyote kwa muda kwa siku 30, Daniel ameivunja au ikoje? Kwa mfalme akaamua kusimama na hawa ambao walikuwa wamempelekea shtaka hilo kwamba sasa wewe mbona unavunja sheria ambazo wewe umeziweka, na ni mtu ambaye ulikuwa unamuona ni mtu sahihi, lakini mbona anavunja sheria? Kwa hiyo kwa kuwa sheria ilikuwa inasema atakayevunja sheria atakwenda kutupa kwenye tundu la simba. Kuna simba huko. Kwa Daniel mwisho wa siku akakamatwa, akapelekwa kwenye tundu la simba. Na jiwe kubwa likawekwa, kwa maana simba alikuwa umo na Daniel. Lakini kwa kuwa huyu ni mwana maombi na ni mtu anamtumaini Mungu, simba kama unavyomjua ni mnyama ambaye angeweza kumdhuru kwa namna yoyote vile. Lakini kwa sababu alipelekwa, hakuwa na hatia kwa kosa la kumlingana Mungu, kwa zengwe ambalo limetengenezwa na hawa watu ambao walikuwa na wivu naye kutokana na kumcha Mungu, na kwa kuwa alikuwa ni mwaminifu katika uongozi aliokuwepo, Mungu akaamua kwa upande wake, akamtetea mtu wake. Walitarajia kwamba asubuhi wangekuta yule mtu ameisha, ameteketea. Lakini mfalme asubuhi na mapema anadamka kwenda kuangalia kwenye lile tundu la simba
akamkuta Danieli mzima kabisa na simba yuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme akabaki kushangaa kilichotokea. Sasa kilichokuja kutokea baadaye, mfalme akaamuru wale waliokuja kumshtaki wote, wao, wake zao, watoto wao, wote wakatupa kwenye tundu la simba. Na wakateketea wote. Simba hawakuchelewa. Neno la Mungu nasema wale simba waliteketeza kabla hata hawajafika chini, wakawa wameteketezwa wote. Kitu gani unajifunza hapo mimi na wewe mtoto wa Mungu? Kumtegemea Mungu kuna faida. Kumtegemea Mungu kuna faida. Mwanadamu anaweza akaamua kuanzisha chochote tu, ili mradi tu afunge maisha yako, afunge safari yako ya maisha, akuharibie tu, kwa sababu yeye anaona uko karibu, unafanikiwa, kuna mambo yako yanakwenda. Kwa mwanadamu anaweza akaamua kukufanyia tu vifungo. Anaona mwanao anasoma, anaenda form 1, form 4 anamaliza, anaenda 5, anakwenda 6 anamaliza. Usidhani kila mtu anafurahia kwenye maisha. Wanaona biashara zako zinakwenda tu, mwaka wa kwanza ulikuwa na duka dogo, mara umeanzisha duka la pili. Usidhani kuna watu wanafurahia maisha yako. Kuna watu wanasumbuka na wewe vibaya sana. Umekwenda mwaka wa kwanza ofisini hapo, mara unapandishwa cheo. Usidhani watu wanafurahi. Watu wanahangaika. Kwa unaweza ukakuta kuna hali unaipitia leo, sio kwa sababu ulistahili kupitia, ila kuna watu wamekufunga. Sasa wamekufungaje? Pengine wamekwenda kwenye nguvu za giza. Ndio maana unaona mambo yako hayaendi. Ghafla unashangaa umepoteza kibali kwa bosi. Ghafla unakwenda kwenye interview, hufanikiwi. Umeapply visa, haufanikiwi. Umefanya mipango yako, biashara zako zilikuwa zinakwenda vizuri, ghafla biashara zimesimama, wateja wamepotea. Wamekwenda wapi? Watu wameamua kukuanzishia, wamekwenda huko, wamekuharibia. Haijalishi leo hii umefungwa katika eneo gani, haijalishi unapigwa vita kiasi gani, haijalishi na wewe umeanzishiwa zengwe ofisini, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara. Haya mambo yapo. Unayopitia leo unalia, ulikuwa una maisha mazuri, ghafla yameharibika. Ulikuwa una amani, lakini ghafla amani imetoweka. Ulikuwa una furaha, ghafla furaha imetoweka. Kuna watu hawafurahishwi na furaha yako. Furaha yako ni huzuni yao. Mafanikio yao ni huzuni yao. Kwa nini ufanikiwe wewe? Kwa nini wewe uende? Kwa nini ufike hapo? Why? Watoto wako wasome, why? Wenzetu wanasema kwa nini watoto wetu hawafanikiwi? Kwani wewe umefanya nini juu ya watoto wao hawafanikiwi? Hakuna, ila wao wanachukizwa na hatua za watoto wako kufanikiwa. Wanajiuliza kwa nini watoto wao wamekwama, wako wanaenda. Kwa hiyo wameamua kukuanzishia, wamekufunga. Ndio maana kila ndoto unaota ndoto za mauti, ndoto za unapanda milima, maisha yako ghafla yameshambuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sijui kama naeleweka au sieleweki. Natamani kujua kama unanielewa ili tuendelee. Natamani kujua kama tunaelewana au nimekuacha mahali kwa Dalio. Naomba kujua kama tuko pamoja ama nimekuacha kwa mfalme Dalio. Nimekuacha mahali ama tuko pamoja, tunaelewana? Nataka kujua kama tuko pamoja, tunaelewana. Najua hapa kuna wengi wamefungwa kwenye maisha yao. Kuna nyakati unazipitia ngumu. Yaani unaona kabisa ni chuki tu kabisa zimetawala. Chuki tu zimetawala. Wameamua kukuanzisha kitu ni chuki tu, wala sio nini chochote, ni chuki tu. Sababu ukifuatilia hauna ugomvi na mtu, hauna tatizo na mtu, lakini watu hawafurahishwi. Umenunua, Mungu amekubariki, maana umenunua kagari pengine ni kawaida tu, lakini watu wanahangaika na wewe, wanasafiri kwenda kukufanyia hila. Kwa nini? Safari ya maisha yako inaonekana kama imenyoka, lakini isikufanye ukaacha kumwomba Mungu. Omba, kwa sababu Mungu wako yuko kazini. Hata kama wanakuanzishia mizengwe, walichokitarajia wewe kikupate kitawapata wao. Wanakuchimbia mashimo wakidhani utaingia wewe, wataingia wao. Sijui kama naeleweka au nimeongea sana jamaa. My goodness. Okay, naeleweka. Namshukuru wa Mungu, nashukuru watu wananielewa.
wanaona maisha yako wanakwenda. Wengine wamekutafuta mpaka kwa sumu, wanakunywesha sumu. Kama sio wewe, watoto wako. Kwa nini? Safari ya maisha yako inawasumbua watu. Ndio maana nasema usidhani kwamba kila mtu anafurahia mambo yako unapokuona yasema sema. No. Nyo kina mama, kina dada, mnaopenda kuexpress mambo yenu, kila kitu mnaweka, mnasema, mnaweka. Usidhani kila mtu anafurahi. Kila mwaka unasema namshukuru Mungu, usidhani kila mtu anafurahi, lakini sio mbaya kushukuru Mungu. Usidhani kila mtu anafurahia kuona unaongeza. Usidhani kila mtu anafurahia hayo maisha yako. No. Kuna watu wewe unaingia kulala, wao wanasafiri kwenda kukufanyia mambo. Usiku huu unaweza kuta kuna mtu amesafiri kabisa kwenda huko anakokwenda kwa mafundi. Ameona tumepandishwa cheo, au kuna barua imefika mezani kwake, anaona nao imetaja jina lako. Hata hizi safari za kikazi tu, yani kwenda wiki moja mahali fulani, kuna watu hawafurahi. Kale kapadie mkalo na ukapata, usidhani kama kila mtu anafurahia hizo safari za kikazi, kibiashara, huduma. Watu hawafurahi. Wanapoona huduma yako inaongezeka, watu hawafurahi. Usidhani uko salama. Pengine kuna changamoto unazozipitia hapa, sio kwa sababu ni changamoto kama changamoto. Sio changamoto kama changamoto, hapana. Ni tundu la simba. Watu wamekufanyia vitu, ila kwa neema ya Mungu, kama Bwana aishivyo, kama Bwana alivyotenda kwa Daniel, akamtoa katika tundu la simba, Daniel akawa mzima, na badala yake wale waliokwenda kushtaki ndio wakajikuta wanaingia kwenye dhama, kwenye hilo tatizo. Na usiku wa leo, yeyote ambaye amekufanyia hila, yeyote ambaye anakufanyia mizengwe, aliyekufanyia ushirikina, aliyekufanyia chochote kile ambacho sio sawa, Bwana anakwenda kufanya kazi usiku wa leo juu yake. Bwana anakwenda kutenda jambo juu yake. Haijalishi ni nani, ni mtu wako wa karibu au ni wa mbali. Haijalishi. Kwa kuwa yeye alitanguliza chuki na hila, basi kitampata huko alikuwa. Haijalishi huko karibu naye, huko mbali, utakuja kusikia. Jiandae kumwona Mungu akikupigania kwenye hilo jaribu ambao unalipitia. Haijalishi limekuwepo kwenye maisha yako kwa muda gani. Fitina na chuki ambazo zimekuandama, zimeelekezwa juu yako, Bwana yuko upande wako. Haijalishi umeapply visa, lakini kuna mtu ameng'ang'ania, ameshikilia dokumenti yako, hataki iendelee mbele. Jina lako limeonekana kwenye interview, limepita, lakini yuko mtu amelishikilia. Lakini yuko Mungu ambaye ni Mungu wa haki. Haki yako haipotei. Mahali popote ulipo mtoto wa Mungu, haki yako haipotei. Jesus. Yawezekana umepita kwenye changamoto 2-3 ambazo zimekutikisa kidogo, na wewe umepoteza imani. Umepita kwenye mapito 2-3, ukafika sehemu kasema, kama Mungu naye muabudu ameniacha mpaka hapa, naingia kwenye tundu la simba. Kweli ni Mungu atakayenisaidia? Inawezekana kuna changamoto unazipitia na zimekukatisha tamaa. Na ni changamoto ambazo watu wamekuanzishia tu, mapito ambayo unapitia watu wamekuanzishia tu. Mtoto wa Mungu, kama ulifika mahali ukakata tamaa, nataka tuende mbele za Mungu tukamwambie, Baba, naomba unisamehe. Nilipokata tamaa, nilipoteza tumaini kwa sababu ya mambo kuwa yananifuata, nikapoteza tumaini, nikaacha kuomba, nikaacha huduma, nikaacha biashara, nikaacha ndoa yangu, kuna vitu navipitia vimesababishwa na watu. Leo hii unapitia kwenye madeni tu. Kuna watu wameona maisha yako yamenyooka, kuna vitu nafanya vya kimaendeleo, wameamua kuachilia roho ya madeni. Kwa hiyo unajikuta unakopa, sio kwamba wewe huwezi kulipa. Kuna roho inakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na wewe haijalishi kuna mapito gani unapitia, yamesababisha wewe umekata tamaa, umevunjika moyo. Nataka tuende mbele za Mungu tukamwambie, Baba, naomba unisamehe. Tukaombe toba. Kama unapita kwenye hiyo hali,
Kuna mambo unayaona hayaishi kwenye maisha yako. Hayaishi tu. Mambo yako yanaishia njiani, biashara zako zinaishia njiani. Mipango yako mingi inaishia njiani. Unajenga nyumba, unaishia njiani. Nyumba ina miaka 2 3. Biashara yako ilifika mahali nao imesimama. Umejaribu kila kitu kimesimama. Sio hali ya kawaida. Nataka usiku leo tuende mbele za Mungu tukaombe. Umeshafanya application nyingi, zote zimekwama. Iko neema ya Mungu usiku wa leo. Iko neema ya Mungu usiku wa leo. Nataka niingie kwenye maombi na mtu usiku wa leo. Yeye ambaye anaamini yuko Mungu ambaye anayetupigania. Nataka niweze kuomba naye. Sasa nikuombe. Niandikie yale mambo usiyopenda kuyaona kwenye maisha yako. Naomba uniandikie yale mambo usiyoyapenda kuyaona kwenye maisha yako. Unauguza kwa muda mrefu, una mambo unayapitia kwa muda mrefu, una vitu vimekuwa hivyo, una mambo, yani ghafla mambo yako yaliharibika. Yuko Mungu ambaye halali usiku wala mchana, anayehangaikia maisha yetu. Hakuna huyo Mungu, ni huyu ambaye katupa hili neno usiku wa leo. Anataka likusaidie, likutoe hapo ulipo. Umekaa kwa muda mrefu, maisha yako huyaelewi yanaenda wapi. Huyaelewi. Wewe mwenyewe unajiuliza, hivi haya maisha yangu itakuwaje? Lakini usiku wa leo shukuriwe Mungu ambaye anayetuwazia leo mema. Nataka tuende mbele za Mungu kwa toba. Lakini kabla kwenda mbele za Mungu kwa toba, nataka tukaandike kwanza mahitaji, mambo tusiyotaka kuyaona, tunayoyachukia. Inawezekana ni hili ambalo nimelizungumza hapa. Umefungwa vifungo, una vifungo umefungwa, una mazuio kwenye maisha yako. Nataka tukaombe mbele za Mungu. Inawezekana ni familia nzima mmefungwa, inawezekana ni mtu mmoja umefungwa, lakini Bwana yuko hapa kukusaidia. Analituma neno lije likuponye na likutoe kwenye maangamizo yale unayopitia. Natamani tuimbe pamoja, tuseme yuko Mungu, hakuna Mungu kama yeye. Wakati unaniandikia yale mambo usiyoyapenda kuyaona kwenye maisha yako, imba pamoja na mimi maneno haya, ama maombi haya yanakuwa ni maombi yetu usiku wa leo, na ni maneno ambayo yanamtukuza Mungu ambaye anatuhangaikia usiku na hata mchana. Sema tu maneno haya pamoja na mimi. Mungu ni mwaminifu, atakuhudumia. Sema maneno haya. Hakuna kama wewe, 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 hakuna kama wewe. Sema hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Ninakusubiri wewe mtoto wa Mungu, niandikie ile mambo ambayo usiyopenda kuyaona kwenye maisha yako. Mimi si ya juu ya kwako, na mimi nina ya kwangu. Na wewe andika ya kwako, tuyasogeze mbele za Mungu, maana neema ya Mungu ni kubwa mno. Kama hiyo neema iliweza kumsaidia Daniel asiweze kuliwa na simba, ndiyo hiyo neema itakayoweza kukusaidia na wewe kutoka hapo ulipo. Haijalishi mawaziri waliokukalia kukalia vikao, haijalishi madalio waliokukalia vikao, mawaliwali, lakini pia na wale wasaidizi wote, haijalishi ni nani amekukalia vikao, wakatoka na amri ya kuweza kukuhakikisha kwamba hausogei, haufanikiwi. Inawezekana ni katika afya. Kuna watu hawafurahishwi na wewe unavyoona mwaka unaisha, wewe ni mzima tu. Hawafurahi. Leo hii kuna shida unaipitia kiafya, unadhani ni hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida pengine. Inawezekana kuna watu hawafurahishwi na wewe, wameamua kufanya hicho. Unaumwa, ukienda kazini unaumwa, ukirudi nyumbani mzima. Kwa nini? Unajaribu kupima vipimo, ugonjwa huonekani, lakini wewe unaona ni mgonjwa, unaumwa. Why? Kuna nini?
Kuna watu wengine hasa walioko kwenye ndoa, akiwa kazini ana furaha kweli, lakini akifika nyumbani anajisikia kama yuko kwenye kifungo. Hafurahishi kabisa kukaa nyumbani. Hapafurahi nyumbani kwake. Kuna mtu mwingine akiwa nyumbani anafurahia, lakini akifika ofisini kwake yani anapachukia, anaona kama kuna moto na waka, anatamani atarudi nyumbani. Unafika dukani kwako ambako ndiko unafanya biashara zako, ghafla unaona kabisa huna furaha, huna amani, msongo wa mawazo unakuja, unaona unatamani urudi tu nyumbani ama utoke hapo, unapachukia. Kuna mtu umenunua kiwanja lakini hujisikii kabisa kuendelea na ujenzi. Hujisikii kabisa kuendelea na ujenzi. Unafikiri ni kwa nini? Ya kila aina, saratani na kisukari, hata ukimwi, hakuna cha nguvu kwako. Wazitatua shida zetu, wazifahamu wewe yawe, twakuabudu. Umetupa afya njema, umetulinda usiku kucha, umekuwa rafiki wetu. Ninaamini kila mmoja ameshafanya hivyo. Kwa wale ambao wanasikia msukumo wa kuyasogeza mahitaji yao, ninawashukuru wale wote ambao wamefanya hivyo. Ninatamani tuende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Ninakupa nafasi kidogo, wewe ambaye umeamka, wewe ambaye ulikuwa umelala umeamka, karibu tuweze kushiriki pamoja. Una jambo la nataka tuweze kuliombea. Unatamani kuyasogeza yale mambo ambayo usiyopenda kuyaona. Kuna mambo umeombea kwa muda mrefu sana kwenye maisha yako. Unatamani kuona mabadiliko, hayatokei. Uchumi wako unazidi kudidimia. Furaha yako inazidi kutoweka. Amani yako inazidi kupotea. Ile nuru ile kuwepo haipo. Why? Iko neema ya Mungu leo hii. Ninaamini kila mmoja ameshafanya hivyo, tayari kabisa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Na kama bado, basi malizia, ninakusubiri wewe ili tuweze kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Inawezekana ni familia yako imefungwa, andika jina la familia yako. Usiandike kama unaweza ukaandika majina ya wote sawa, lakini kama ni jina moja tu la ukoo wako andika jina la ukoo wako, ama familia unayotoka wewe, la baba na mama, andika jina la baba yenu. Iko neema ya Mungu inaweza kutenda kazi. Haijalishi mmefungwa kiasi gani. Kwa nini wengine waolewe, kwa nini nyinyi msiolewe? Kwa nini wengine waoe, kwa nini wewe nyinyi msioe? Why? Kwa nini wengine waachike, wakataliwe? Kwa nini? Why? Kuna nini? Nataka tusimame mbele za Mungu. Kama kuna shauri lolote, kuna chochote kilifanyika juu ya maisha yenu, damu ya Yesu ile inayonena mema, ikanene mema. Sitaki hata mtu mmoja akose haya maombi. Natamani kila mmoja tuweze kuomba. Kama kuna mtu ambaye ungetamani na yeye ashiriki ya maombi, pengine hajamka, mwambie aamke. Neema ya Mungu ni kubwa sana.
Neema ya Mungu ni kubwa sana kwa ajili yake. Mwambie ndugu yangu, amka. Kama ni mtu wa kupigia simu, mpigie simu, nakupa dakika moja. Mpigie simu, mwambie ndugu, amka. Neema ya Mungu iko juu yako usiku wa leo. Bwana amesikia nini ambacho unachokihitaji kwenye maisha yako. Mpigie tu simu tuweze kuomba naye, uweze kujua nini kinachokwenda kutokea kwenye maisha yake, kitakuwa ni baraka kiasi gani. Mpigie simu, mwambie ndugu, amka. Inawezekana kuna roho ya magonjwa inawatesa familia. Andika jina la hiyo familia. Hiyo familia, ukoo wako, andika. Mungu wetu ni mwaminifu. Inawezekana kuna ugonjwa unasumbua familia. Kansa, uvimbe. Kisukari. Ipo. Sijui figo, moyo. Why? No. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, nataka tuende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Nakusubiri wewe unayesikia kuitwa. Nakusubiri wewe unayeitwa na Bwana wakati ukwenda mbele zake kwa toba. Anza kujiandaa, wewe unahitaji kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Huu ndio wimbo unaotuingiza kwenye toba moja kwa moja. Yes, endelea kusogea tu mbele za Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana kwa toba. Endelea kusogelea uso wa Bwana tu mahali ulipo. Mahali ulipo basi, naomba nikuongoze sala ya toba. Wewe ambaye umepata neema na kibali machoni pa Mungu kuwa katika sehemu ya ibada hii ya leo. Umepata neema na kibali cha Mungu kuwa sehemu ya ibada hii ya leo. Mungu wetu yuko hapa ili kukusaidia wewe ambaye umepata nafasi hii. Basi nikuombe moja kwa moja mahali ulipo uweze kuirudia sala hii ya toba popote pale ulipo, wewe ambaye tuko pamoja. Naomba uweze kurudia sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako. Mimi mwanao. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Nimelisikia neno lako la mwezi wa 3 likizidi kusema na maisha yangu, likizidi kusema na roho yangu, likizidi kusema na nafsi yangu. Nami Baba, katika jina la Yesu, ninajiona kuwa mkosaji. Ninaomba unisamehe.
ninaomba unisamehe. Ikiwa ni pamoja na kukata tamaa kutokana na changamoto ninazozipitia katika maisha yangu. Nimekutana na mengi yalionikatisha tamaa. Nimekutana na mengi yalionipotezea tumaini. Lakini usiku wa leo nimelisikia neno lako la Danieli likisema na moyo wangu, likisema na nafsi yangu. Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba unisamehe. Ninaomba unioshe na unitakase kwa damu yako ya thamani. Ninamkataa shetani na mambo yake yote aliyoyaleta kwenye maisha yangu na kuyahalalisha kuwa ndio maisha yangu, kuwa ndio tabia yangu. Katika jina la Yesu, ninakukaribisha wewe Yesu. Karibu ndani yangu. Karibu ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenipa nafasi hii na umenisamehe na umenifanya kuwa mwana wa pendo lako. Katika jina la Yesu. Amen. Mahali ulipo, amini kabisa Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ambaye si mwepesi wa hasira. Ni Mungu ambaye anasamehe na hata kusahau. Ndiye Mungu ambaye kakupa nafasi hii usiku wa leo, kasikia toba yako na hata kakusamehe. Basi mahali ulipo, naomba nikukaribishe tunapoingia kwenye maombi haya ya kutengua vile ambavyo viko ndani ya maisha yako, mambo usiyoyapenda kwenye maisha yako. Tunakwenda kwenye maombi. Mtoto wa Mungu, amini kabisa ya kwamba hakuna lolote lisilowezekana kwa Mungu. Ni kweli umepitishwa kwenye wakati mgumu, umekutana na mambo magumu kwenye historia ya maisha yako, lakini muamini Mungu ya kwamba kupitia damu yake ya thamani iko neema ya Mungu inayokwenda kutenda kazi usiku wa leo. Kupitia damu yake ya thamani unakwenda kuvushwa kwenye hivyo vifungo na hayo mateso ambayo unayapitia. Jiachilie sasa mbele za Mungu. Damu ya Yesu iko kazini. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Damu yenye nguvu. Yes. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu yenye ukombozi. Yes. Inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu yenye mamlaka yote inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Kweli inanena mema. Inanena mema. Inanena mema. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, ni kuombe, shika simu yako iliyobeba hayo mambo ambayo usiopenda kuyaona kwenye maisha yako. Ni tendo la imani. Shikilia hayo mambo
usopenda kuyaona. Kama umeandika kwenye simu, shikilia simu yako, ni tendo tu la imani. Lakini pia kama umeandika kwenye notebook ama kwenye karatasi, shika kwenye karatasi yako, shika hiyo karatasi yako. Tunapokwenda kuomba, tunakuwa tunaomba kwa tendo la imani. Tunaomba, tunasemesha Mungu afanye kitu kwenye hayo ambayo tumeandika. Inanena mema, inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tazama watoto wako wa kike na wa kiume, Baba, kutoka mataifa mbalimbali, bila kujali umbali uliopo. Baba, tunaamini katika ulimwengu wa roho hakuna umbali, katika imani hakuna umbali, hakuna mpaka wowote unaoweza kututenganisha kati ya mtu mmoja na mwingine. Imani ni kuwa na uhakika, nao uhakika tunao katika tendo hili la imani. Baba, watoto wako tumeungana kutoka mataifa mbalimbali, Baba, tukiyaleta haya yote ambayo kwetu yamekuwa ni magumu. Nawe Mungu ulijipambanua ukasema hatuwezi jambo lolote pasipo wewe. Hivyo Baba, katika jina la Yesu, tazama majina haya maelfu ya watoto wako kutoka mataifa mbalimbali. Baba, tumeungana pamoja tukiamini ya kwamba wewe ni Mungu mwaminifu uliyepo, na ndiye utakaye kuwepo, na ndiye utakaye rudi siku ya mwisho. Tazama watoto wako tumeungana tukiamini kabisa, Mungu wewe unaweza, hakuna lisilowezekana kwako. Hatuna mashaka na jina lako, hatuna mashaka na damu yako ya thamani. Tunaamini katika wewe. Vile vile hatuna mashaka na neno lako, maana wewe unalituma neno lako lije lituponye na litutoe katika ile maangamizo. Hata usiku wa leo Bwana Yesu, unayaona maangamizo na mateso watoto wako. Tazama kila mmoja, haya ndiyo ambayo anayapitia. Angetamani kuona yanaondoka kwenye maisha yake. Haya ndiyo ambayo ni mizigo mikubwa kwenye maisha yake. Anatamani leo, anatamani wakati wote yaondoke kwenye maisha yake. Yamekuwa ni sababu ya mafarakano, yamekuwa ni sababu ya umaskini, yamekuwa ni sababu ya yeye kukwamia njiani, yamekuwa ni sababu ya kukosa heshima, yamekuwa ni sababu ya kupoteza kibali, yamekuwa ni sababu ya kufika mahali haoni mwendelezo wa maisha yake. Lakini usiku wa leo Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu umetupa nafasi ya kuja kwako kwa kuyakabidhi. Maana umesema tukuite nawe utatuitikia na kutuonesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Baba, haya ndiyo mambo makubwa na magumu tusiyojua, ya kwamba watoto wako tuko njia panda. Baba, hawajui wanakwenda wapi, hawajui wanaelekea wapi. Ni kwa sababu wamefika mahali wanaona kama mwisho umefika. Lakini Mungu, tutakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu katika maisha yetu. Ninawakabidhi mikononi mwako, na wakabidhi mikononi mwako watoto wako hawa wa kike na wa kiume. Ni baba ni mama, Baba, sikia kuomba kwake. Anatamani hilo jambo ambalo naliombea Baba lifike mwisho. Anatamani hilo jambo lifike mwisho. Inawezekana ni hali ya magonjwa, anateseka na magonjwa, anateseka na magonjwa yasiyojulikana, kwenye vipimo hayaonekani, lakini yeye ni mgonjwa, lakini yeye yuko hoi maututi, hajielewi. Madaktari wanasema tatizo halionekani, madaktari wanasema wamepima kila vipimo havioni tatizo. Ni kweli kabisa, uchawi hauwezi kuonekana kwenye vipimo, lakini magonjwa mengine ya kawaida yanaweza kuonekana. Hivyo anateseka na vifungo vya kila namna, anateseka na mateso ya kuzimu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, nakabidhi mikononi mwako jina lake. Inawezekana ni yeye mwenyewe, ama ni ukoo wake, ama ni familia yake yote inateseka na vifungo vya magonjwa. Inawezekana kansa imekuwa ni sehemu ya maisha yake, inawezekana uvimbe, inawezekana imekuwa ndio sehemu ya maisha yake, inawezekana ni shida ya moyo imekuwa ni sehemu ya maisha yake, ni mtu wa kumeza vidonge, ni mtu wa sindano. Lakini Baba, ninakushukuru kwa sababu umelituma neno lako lije limponye, umelituma neno lako
lije limtoe kwenye hayo maangamizo. Nami namkabidhi mikononi mwako usiku wa leo. Ni familia nzima ama ni mtu mmoja mmoja, Baba nyoosha mkono wako, Baba nyoosha mkono wako, maana tunaamini katika wewe. Neema yako ni kubwa mno, neema yako ni kubwa mno, inayoweza kuwaponya magonjwa na kuwarejeshea afya, inayoweza kuwaponya magonjwa na kuwarejeshea afya. Baba naiomba neema yako, naiomba neema yako usiku wa leo. Yawezekana yuko hospitalini wakati huu, yawezekana ni mgonjwa yuko nyumbani usiku wa leo. Baba naiomba neema yako ikamponye huo ugonjwa, ikamponye huo ugonjwa, ikamponye huo ugonjwa, ikamponye huo ugonjwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba naiomba hiyo neema, naiomba hiyo neema kwako, inaweza kumponya magonjwa, inaweza kumweka huru kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naiomba neema yako Bwana inayoponya magonjwa na kurejesha afya, inayoponya magonjwa na kurejesha afya, ikaponye figo, ikaponye moyo, ikaponye uvimbe, ikaponye hiyo kansa, ikaponye HIV, ikaponye kisukari, ikaponye shida zozote katika mwili wake, katika jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Omba neema ya Mungu ikuondoe kwenye hiyo shida, ikuondoe kwenye hilo tatizo. Haijalishi hilo tatizo limekaa kwenye mwili wako kwa muda gani. Una shida fulani, unasikia kuna vitu vinatembea, unasikia mapigo ya moyo yanakwenda mbio, hali isiyokuwa ya kawaida, lakini iko neema ya Mungu. Mwambie Baba naiomba neema yako, naiomba neema yako usiku wa leo, kupitia damu yako ya thamani ikaniponye na kuniweka huru, kupitia damu yako ya thamani ikaniponye huu vimbe nilio nayo, ikaniponye mateso ya figo, ikaniponye mateso ya moyo, ikaniponye mateso ya appendix, ikaniponye shida ya uzazi. Damu yako ya thamani ikaniweke huru kuanzia sasa. Baba naiomba hiyo neema usiku wa leo, naiomba neema yako usiku wa leo. Baba ikaniweke huru kabisa na shida ya mifupa, na shida ya spinal cord, ikaniweke huru na uvimbe na uona kwenye mwili wangu, ikaniweke huru na vitu ambavyo nasikia vinaniwasha. Neema yako Mungu ikaniweke huru, neema yako ikaniweke huru na magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa ya mlipuko. Baba neema yako kanitenganishe. Nimekuwa ni mgonjwa kwa muda mrefu, nimekuwa ni mgonjwa kwa muda mrefu, lakini Baba naiomba neema yako, naiomba neema yako inayoponya, naiomba neema yako inayoponya kupitia damu yako ya thamani. Baba neema yako ikaniponye, neema yako ikaniponye, ikanitoe kwenye magonjwa ya muda mrefu. Nimekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, lakini Baba ninakuamini ya kwamba kupitia damu yako, damu inayoponya, inaonena mema. Baba ikanenee mema sasa, ikanenee mema sasa, ikanenee mema sasa, kuanzia unyayoni mpaka utosini, kuanzia unyayoni mpaka utosini, katika jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, naomba uweze kurudia maombi haya. Sema pamoja na mimi, rudia maneno haya nyuma yangu, rudia maneno haya nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na wewe unalituma neno lako lije liniponye. Nami usiku wa leo najiambatanisha, najiungamanisha na damu yako ya thamani kupitia neema yako usiku wa leo. Baba ikaniponye, Baba ikaniponye, Baba ikaniponye. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako Baba iniponye usiku wa leo. Iniondolee shida ya uvimbe, ya kansa, ya kisukari, ya tatizo la uzazi, katika jina la Yesu. Ninajiweka huru kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Najiweka huru kuanzia sasa. Roho ya magonjwa iliyo ndani yangu naiseta kuzimu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu ninajitenganisha na roho ya magonjwa iliyo ndani yangu, iliyo ndani yangu, iliyo ndani ya ukoo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hali ya magonjwa, ya kichawi, ya kiganga yaliyokaa ndani yangu, yaliyokaa ndani ya ukoo wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninayaseta kuzimu, ninayaseta kuzimu, kwa jina la Yesu. Haijalishi ni ugonjwa gani, haijalishi umekaa ndani yangu kwa muda gani, katika jina la Yesu ninajitangazia usiku wa leo, ninajitangazia usiku wa leo, ninakuwa huru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Haijalishi nimekuwa na tatizo la uharibifu wa mimba, nimekuwa na tatizo la kuharibika mimba, lakini neno lako linasema hapata kuwepo mwenye kuharibu mimba
wala aliyetasa. Nami katika jina la Yesu ninasimama na ile andiko ya kwamba mimi sio tasa, mimi sio tasa, mimi sio tasa, mimi sio tasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema wewe ndiye Mungu unayeponya magonjwa na kurejesha afya. Baba, usiku wa leo ninajitenganisha na roho ya magonjwa, haijalishi ni magonjwa ya kurithi ama ya kuambukizwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaliondoa jina langu, ninaliondoa jina langu, ninaliondoa jina langu kwenye kitabu cha magonjwa, ninaliondoa jina langu kwenye kitabu cha magonjwa, kwenye orodha ya wagonjwa, kwa jina la Yesu. Ninaliondoa jina la ukoo kwenye orodha ya wagonjwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Popote pale familia yangu imeandikiwa magonjwa, ukoo wangu umeandikiwa magonjwa, kwa jina la Yesu, usiku huu leo ninaiondoa hilo jina langu, jina la ukoo wangu, jina la mzazi wangu, jina la watangulizi wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya magonjwa, popote ulipo ndani ya familia yangu, ndani ya mwili wangu, ninakuondosha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Yoyote yale magonjwa unayojua ndani mwako, sema nafuta kisukari, nafuta kansa, nafuta uvimbe, nafuta tatizo la uzazi, nafuta roho ya utasa, nafuta magonjwa yote ninayoyajua na nisiyoyajua, nafuta kabisa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaliambatanisha jina la ukoo na damu ya Yesu, ninaliambatanisha jina la ukoo na damu ya Yesu, jina langu na damu ya Yesu, jina la wazazi wangu na damu ya Yesu. Popote pale hapata tajwa magonjwa tena, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, mtoto wa Mungu, usinyamaze kimya. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo makubwa yanafanyika. Katika ulimwengu wa roho sio rahisi sana kuona kwa macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho jina lako halitakuwepo tena kwa wagonjwa, wala wewe mwenyewe hautakuwepo, wala ukoo wako hautakuwepo. Maana damu ya Yesu ikipita haiachi chochote, inapita kuanzia unyayuni mpaka utosini, inakuweka huru wewe na wale wote ambao unawataja kwenye maombi yako. Endelea kuomba, usinyamaze. Roho wa Bwana yuko kazini, damu ya Yesu yuko kazini, napigana vita katika ulimwengu wa roho. Sio rahisi sana kuona kwa macho ya nyama, lakini katika ulimwengu wa roho unapoita damu ya Yesu inaingia vitani moja kwa moja. Hebu endelea kuita hiyo damu ya Yesu, ita damu ya Yesu kwenye kila eneo ambalo unataka damu ya Yesu iende. Taja, 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 usinyamaze kimya. Yes, endelea kuomba. Unayeteswa na madeni, unayeteswa na mikosi, unayeteswa kuishia mambo yako njiani, unayeteswa na mambo yako yanachukua muda mrefu kumachua, neema ya Mungu iko usiku wa leo kuvunja, kutengua kila vikwazo kwenye maisha yako. Yawezekana kuna watu wamekufanyia mambo ambayo sio sawa, wamekwendea kwa waganga, wamekwamisha furaha yako, wameondoa amani yako, wameondoa kibali chako, wamefunga biashara yako, wamefunga ndoa yako, wamefunga uchumba wako. Nenda mbele za Bwana, futa kila kifungo kwenye maisha yako, futa kila kifungo kilicho kwenye maisha yako. Haijalishi kimeshaanza kufanya kazi ama bado, futa kwa jina la Yesu. Inawezekana kuna ndoto unazoziota, mambo yako kuishia njiani, kila mahali unaona vitu vyako haviendi. Futa kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kuanzia sasa roho ya madeni, mambo yangu kuishia njiani, mikosi na laana, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila aina ya vikwazo, kila aina ya mazuio kwenye maisha yangu, kila aina ya mistari iliyochorwa kwenye maisha yangu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Futa, futa, futa kwa jina la Yesu. Futa, futa, futa kwa damu ya Yesu. Usinyamaze kimya. Wewe ndio unajua mambo gani unapitia, wewe ndio unajua mazuio gani unayapitia. Futa kwa damu ya Yesu. Kama ni roho ya kutokuolewa, futa kwa damu ya Yesu. Kama ni roho ya kutokuoa, futa kwa damu ya Yesu. Kutokufanikiwa, futa kwa damu ya Yesu. Kila aina vifungo, futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Roho ya kukataliwa, roho ya kutokufanikiwa, roho ya kuishia njiani, nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Roho ya madeni, kutokufanikiwa, nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Chochote kile kilicho kinyume na mimi, nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta
kwa damu ya Yesu. Futa 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 kwa damu ya Yesu. Usinyamaze kimya. Futa 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 kwa damu ya Yesu. Wewe ndio unajua ni vitu gani unapitia. Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Kila vikwazo kwenye maisha yangu nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Kila mazuio nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Endelea kufuta mama, futa baba. Wewe ndio unajua unapita kwenye vikwazo gani, unapita kwenye mazuio gani, mambo yako gani hayaendelei. Futa kwa damu ya Yesu. Taja, futa kwa damu ya Yesu. Unataja, unafuta kwa damu ya Yesu. Unataja, unafuta kwa damu ya Yesu. Usinyamaze kimya. Pigana vita katika ulimwengu wa roho. Pigana hivyo vita katika ulimwengu wa roho. Usinyamaze. Roho wa Mungu yuko na wewe, mstari wa mbele kupigana hii vita. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Haijalishi kuna uchawi, kuna uganga kwenye ofisi yako, kuna mazindiko yamefanyika, kuna kafara zimefanyika kwenye ofisi yako, kwenye kiti chako, kwenye meza yako, kwenye laptop yako, kwenye desktop yako ofisini. Futa kwa jina la Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Kuna maneno yameandikwa, jina lako limeandikwa mahali, vyovyote vile. Futa kwa damu ya Yesu. 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 Wewe ndio unajua vitu gani vinaendelea kwenye maisha yako. Futa, usinyamaze kimya. Pambana katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu inaingilia vita. Damu ya Yesu inapigana vita hivyo. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa jina la Yesu. Wewe ndio unajua zuio la biashara, zuio kwenye ofisi yako, unaona kuna mambo yaendelei. Futa kwa damu ya Yesu. Inawezekana unataka kuanzisha kampuni, lakini unaona kuna vitu vina delay. Kuna delay fulani unaiona. Kuna delay fulani unaiona. Umeapply visa, lakini kuna delay fulani unaiona. Umeapply passport, lakini kuna delay fulani unaiona. Umeomba chochote. Futa kwa damu ya Yesu. Kila roho inayofanya chelewesha. Futa kwa damu ya Yesu. 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 Futa, usinyamaze kimya. Roho wa Bwana yuko kazini, anapigana hivyo vita vyako kwa jina la Yesu. Yes, endelea kupigana vita, endelea kufuta kwa damu ya Yesu. Watoto wako, maendeleo yao ya shule yamekwama. Watoto walikuwa wazuri, wanaelewa vizuri, ghafla watoto wamebadilika. Watoto wamebadilika tabia zao. Kuna maroho yamechiliwa ndani mwao. Pengine ni maroho ya ulevi, roho ya uzinzi, roho ya kiburi, roho ya kutokusikia wala unyenyekevu hakuna. Nenda mbele za Bwana. Futa kila pando ambalo limepandwa kwa watoto wako. Futa kwa damu ya Yesu. Roho ya ujinga, roho ya upumbavu, futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Matumizi ya madawa ya kulevya, futa hayo madawa ya kulevya ndani mwao. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Kila mapando mabaya ndani mwao, futa kwa damu ya Yesu. Sema nafuta kwa watoto wangu, firstborn wangu mpaka lastborn. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Kama unaweza kuwataja majina watoto, taja. Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Mtaje wewe mwanao, wewe ndio unamjua jina lake. Mtaje wewe mwanao, huyo wa pili. Mtaje wewe mwanao, huyo wa tatu. Mtaje wewe mwanao, huyo wa nne. Mtaje wewe mwanao, huyo wa tano. Taja huyo mwanao, huyo wa sita. Sema nafuta kwa damu ya Yesu. Vifungo vyote kwa watoto wangu, kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho, nafuta kwa damu ya Yesu. Haijalishi wameshaathirika nayo maroho, haijalishi wameshafungwa hayo maroho, lakini usiku wa leo neema ya Mungu ni kubwa, inafuta. Nami nafuta kwa jina la Yesu. Nafuta kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kimeachiliwa kwa watoto wangu na kimetengeneza uhalali ndani mwao na kinafanya kazi, usiku wa leo naitumia damu ya Yesu kufuta kila uhalali, kufuta hayo mapando, kufuta hayo maroho, kufuta hivyo vifungo. Na kuanzia sasa natangaza uhuru kwa watoto wangu. Kila maroho hayo mapepo ninafuta kwa damu ya Yesu. Mashambulizi yoyote yaliyoelekezwa juu yao ninayasambaratisha kwa damu ya Yesu. Ninayavuruga kwa damu ya Yesu. Mashariki na vuruga, magharibi na vuruga, kaskazini na vuruga, na hata kusini na vuruga. Katika ulimwengu wa roho vita inaendelea. Futa. Usinyamaze mwana wa Mungu. Kuna mambo yanafanyika. Watoto wako wanawekwa huru, biashara zako zinawekwa huru, huduma yako inawekwa huru, mipango yako inawekwa huru. Mambo yako yote yanawekwa huru kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, usinyamaze kimya. Roho Bwana na kuona umekuwa tasa kwa muda mrefu. Ni mapando ya kuzimu, jini mahaba limekutawala, limeshikilia maisha yako, na kila mara linafanya mapenzi na wewe ndotoni. Lakini usiku wa leo iko neema ya Mungu inavunja hiyo ndoa ya kijini, na chochote unachokiota usiku, unaota unakula, unaota unafanya mapenzi, unaota uko kwenye maeneo mbalimbali. Roho Bwana usiku wa leo yuko vitani na wewe.
futa, tengua futa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tamka kwa jina la Yesu, tamka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya mafarakano futa kwa jina la Yesu, roho ya magomvi futa kwa jina la Yesu, roho ya kutokuwa na maelewano futa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, futa kwa jina la Yesu. Ndio, endelea kuomba, usinyamaze kimya, endelea kuomba. Vyovyote vile vinavyofuatilia maisha yako, tengua, haribu kwa jina la Yesu, tengua, haribu kwa jina la Yesu. Ni vita hii, mtoto wa Mungu, usinyamaze kimya, usiombe kizembe. Haya maombi hataki uzembe, yanahitaji kupigana vita katika ulimwengu wa roho, na roho Bwana yuko pamoja na wewe. Anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Yuko na wewe katika hiyo vita ya mambo usiyojua, yuko na wewe. Endelea kuomba, peleka damu ya Yesu kwenye eneo lenye changamoto, ipeleke damu ya Yesu. Wewe ndio unajua eneo lako la biashara liko wapi, kama ni Kariakoo, kama ni Mbezi, kama ni Kimara. Wewe uliyeko huko kwenye mji wako ulipo, wewe ndio unajua ofisi yako iko kwenye jengo gani. Peleka damu ya Yesu, ipeleke damu ya Yesu. Kama kuna nguvu, kama kuna madhabahu kwenye hilo eneo, madhabahu za kuzimu, ipeleke damu ya Yesu ikupiganie, ipeleke damu ya Yesu ilikomboe hilo eneo, ipeleke damu ya Yesu ikapiganie hilo eneo. Unajua watoto wako wanasoma kwenye shule gani, uweze kujua nguvu na madhabahu iliyoko kwenye hiyo shule. Peleka damu ya Yesu. Kama kuna maroho mahali hapo, peleka damu ya Yesu ikapigane, ikawapiganie watoto wako, ikasafishe hilo eneo, ikasafishe maeneo anapolala, anapokaa. Ipeleke damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, ikawapiganie huko waliko, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikanene mema, peleka damu ya Yesu, usinyamaze kimya. Hii ni vita, mtoto wa Mungu. Peleka damu ya Yesu kwenye kila eneo ambalo unaliona haliko sawa, katika jina la Yesu. Omba, usinyamaze kimya. Roho Bwana yuko na wewe, peleka damu ya Yesu, ipeleke damu ya Yesu kwenye kila eneo unaoliona kwamba haliko sawa. Peleka damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Ndio, endelea kuomba, usinyamaze, tuko vitani. Usimpe adui nafasi ya kupumua. Peleka damu ya Yesu ikapigane, ipeleke, itume hiyo damu ya Yesu iende moja kwa moja kwenye eneo lenye changamoto. Peleka damu ya Yesu, ipeleke damu ya Yesu. Sema na ipeleka damu ya Yesu kwenye eneo langu la kazi, kwenye langu la biashara, kwenye kiwanda changu, kwenye shamba langu, kwenye kiwanja changu, kwenye shamba langu, kwenye nyumba nayojenga. Na ipeleka damu ya Yesu, kwenye hilo anga, kwenye hiyo ardhi. Na ipeleka damu ya Yesu kwenye hii anga, kwenye anga la hilo unakojenga. Peleka damu ya Yesu. Wewe ndio unajua. Wewe peleke damu ya Yesu, wala usiogopeshwe na unavyovisikia. Inawezekana unasikia kuna vita katika ulimwengu wa roho, unasikia mwili umekuwa ni mzito, unasikia kupiga chafya, unasikia hali yoyote ya kutapika. Wewe endelea kuomba. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Kama ni kutapika, utatapika, vitaondoka ndani mwako kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Vifungo vyote vilivyoingia ndani mwako, vimekaa ndani mwako, vinatoka kwako. Kama ni ndani ya mwili wako, kama ni kwenye eneo lako, naomba nikwambie, usishangae asubuhi unafika kwenye eneo lako, utashangaa unaona kuna vitu vya ajabu. Usiogope, Bwana amekupigania vita na sasa bado anakupigania. Omba, mtoto wa Mungu, usinyamaze kwa jina la Yesu. Yes, ndio, endelea kuomba. Vita, mtoto wa Mungu, vita haichagui silaha. Peleka damu ya Yesu, peleka jina la Yesu kwenye hilo eneo. Yeye Yesu yuko tayari kukusaidia. Peleka, usiogope. Kama ni damu ya Yesu, ipeleke. Sema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaipeleka damu ya Yesu kwenye eneo langu la kazi, kwenye biashara yangu, kwenye genge, kwenye hoteli. Peleka ofisini kwangu, napeleka kwenye kiti ninachokaa, kwenye laptop ninayotumia, kwenye meza ninayotumia, kwenye njia ninayopita kwenda kazini, kwenye geti la kutoka na kuingia, kwenye vyoo ninakopita. Peleka damu ya Yesu mahali popote, ipeleke damu ya Yesu, peleka. Haijalishi mitego ya adui inategwa wapi, tegua hiyo mitego. Sema nategua mitego yao, naitegua mitego yote ya kuzimu katika jina la Yesu. Nategua uchawi wote, nategua mazindiko yote, nategua makafara yote katika jina la Yesu. Na kwa damu Yesu nasafisha kile eneo ambalo kuna uharibifu umefanyika, na ipeleka damu Yesu ipite, haribu, isafishe kabisa katika jina la Yesu. Kile eneo ambako kuna mazindiko, kuna kafara, kuna mbuzi alizikwa, kuna kondoo, kuna ng'ombe, kuna chochote kilifanyika, damu Yesu ikanene mema mahali hapo. Damu Yesu ikatakase, ikasafishe hilo eneo kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu ni kubwa, mtoto wa Mungu. Neema ya Mungu ni kubwa. Endelea kuomba, usinyamaze kimya. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo makubwa yanafanyika.
sio rahisi sana kuyaona kwa macho ya nyama. Unavyoendelea kuomba, kuna vitu vinafanyika, kuna mambo yanabadilika kwenye maisha yako. Ulilia sana, sasa Bwana amekuona machozi yako. Bwana anakufuta machozi. Umelia sana kwa hayo mambo yote. Inawezekana ni wewe mwenyewe, ni watoto, haijalishi ni eneo lako, ni kazi yako, ni huduma, ni biashara, ni ndoa, vyovyote vile. Bwana ameiona, Bwana ameiona, Bwana ameiona. Nataka nikaombe na wewe kwa habari ya neema Mungu ikashuke kwenye hayo maeneo. Yale mambo unayoyaombea Mungu akupatie. Yale mambo unayoomba Mungu akupatie. Mambo mazuri unayotaka yatokee. Kazi, biashara, ndoa, huduma, mafanikio, safari za kibiashara, visa, pasipoti, green card. Nenda mbele za Bwana kupokea. Nataka niombe na wewe upokee hiyo neema ya Mungu usiku wa leo ambayo amekusudia juu ya maisha yako. Ile neema ya Mungu ambayo amekusudia usiku wa leo ikakufikie popote ulipo. Kama unaendelea kuomba, endelea kuomba. Nakupa muda maombi, endelea kuomba. Nakupa nafasi ya maombi, endelea kuomba. Tuendelea kuomba. Endelea kujiandaa wewe ambaye unatakiwa kupokea neema ya Mungu usiku wa leo, asubuhi ya leo, jioni ya leo. Sijui kwako ni saa ngapi. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha roho yangu. Ninakusifu na kushukuru, mikono yangu juu. Neema ya Mungu. Kuna mambo ambayo unatamani kuyaona yanatokea kwenye maisha yako. Kuna vitu unaviomba usiku wa leo, mchana wa leo, sijajua kwako ni saa ngapi. Sasa nataka niombe na wewe. Naomba tufanye tendo tu la imani. Nyanyua mikono yako kwa ishara ya kupokea. Neema ya Mungu ni kubwa, inakufikia popote pale ulipo. Nyanyua tu mikono yako, mimi nitakuwa nataja hayo maeneo ya yale maombi ambayo pengine ndio hayo unayoyaomba mbele za Mungu. Nyanyua tu mikono yako kwa ishara ya kupokea. Kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha roho yangu. Ninakusifu na kushukuru, na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha roho yangu. Ninakusifu na kushukuru. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, wewe ambaye umekuwa katika maombi na ungetamani kuona Mungu anafanya jambo fulani katika maisha yako, kwa tendo hilo la imani ambalo umenyanyua mikono yako, ni ishara kwamba umesalenda na unahitaji msaada wa Mungu uweze kukupatia hicho ambacho unachokiomba. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, ambaye unaomba kwa habari ya afya, pokea neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Umekuwa dhaifu, umekuwa na mateso ya kiafya, lakini Bwana amekuona kwa namna ambavyo umeomba kutengua na kuharibu kila nguvu ya madhabahu zote za magonjwa. Bwana amekuona mahali ulipo. Pokea neema ya Bwana popote pale ulipo. Uleteswa na magonjwa kwa muda mrefu, Bwana amekuona na anakwenda kukutenganisha na hayo yote mateso, na sasa anaachilia uponyaji, anaachilia uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Pokea hii neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Uwe na afya njema, uwe mzima katika kila eneo la viungo vyako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Ulivyozunguka na hayo magonjwa, Bwana ameyatengua. Bwana anakuachia
kuachilia uzima na afya tele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Popote pale ulipo, uliyeko nyumbani, hata uliyeko hospitalini, pokea neema ya uzima kwa habari ya figo, kwa habari ya moyo, kwa habari ya mapafu, kwa habari ya uvimbe uliokuwa nao, kwa habari ya mateso yote katika viungo vyako. Pengine ni damu, umekuwa na changamoto damu kupungua, umekuwa na changamoto ya damu kuisha mwilini mwako, umekuwa na changamoto ya mifupa, umekuwa na shida ya kisukari, umekuwa na shida ya moyo, umekuwa na shida ya figo, umekuwa na shida ya vidonda vya tumbo. Bwana amekuona usiku wa leo. Pokea neema ya uzima, pokea neema ya afya njema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Popote ulipo, neema Bwana ni kubwa mno, inakuzukia popote. Pokea kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai, katika jina la Yesu. Wewe unapita kwenye changamoto za madeni, uchumi wako umeanguka, unapita kuna wakati mgumu, biashara zimekuwa haziendi, mambo hayaendi kama ilivyokuwa kawaida, lakini Bwana amekuona usiku wa leo. Ulipokuwa unavunja na kuharibu roho za madeni na mambo mabaya kukufuatilia, roho za chuma ulete na roho za alae zilizokuwa zimefuatilia maisha yako, naomba nikwambie Bwana amekusikia na Bwana amekuona, anaachilia neema. Pokea sasa neema ya kumiliki fedha na dhahabu mahali popote ulipo, kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, kwenye huduma na maeneo yote ambayo unahitaji fedha. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Haijalishi kiwango cha fedha unachokihitaji, Bwana ndiye anayetupatia nguvu za kupata utajiri. Pokea hiyo neema kuwa tajiri kwenye biashara zako, kwenye kazi zako. Bwana kukutanisha na watu sahihi watakokuwa sababu ya mabadiliko ya uchumi wako. Bwana kukutanisha watu sahihi ambao mtapanga mipango na pangika. Bwana kukutanisha na watu sahihi ambao watakokuwa wana dira nzuri ya kule mahali unapoelekea. Kama ni business partners, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Ni kibali, pokea kwa jina la Yesu. Pokea popote ulipo, pokea kwa jina la Yesu. Haijalishi umekuwa katika wakati mgumu, lakini Bwana amekuona namna ulivyoomba, namna ulivyovunja zile madhabahu za kuzimu. Ameona na vibali vimefunguliwa katika jina la Yesu. Pokea popote pale. Kibali cha kazi, pokea. Uliyeomba kazi kwa muda mrefu, umefanya interview nyingi, lakini imekuwa na wakati mgumu, ni mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5. Neema Bwana ni kubwa, imekuonekania. Pokea sasa, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Neema ya kuoana kuolewa ni ndoa, pokea sasa katika jina la Yesu. Bwana kukutanisha na mke mwema, Bwana kukutanisha na mume mwema, Bwana kukutanisha na mtu sahihi ambaye amebeba tumaini lako, amebeba furaha yako, amebeba amani yako, amebeba majibu ya maswali yako. Pokea sasa ni mke, pokea sasa ni mume, popote pale ulipo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Uwe mke mwema, uwe mke mwema, uwe mume mwema, uwe mume mwema bora, uwe mwema bora. Pokea sasa katika jina la Yesu. Katika kila eneo lolote unaliombea, ni mume ni mke, uwe mke mwema, uwe mume mwema. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa katika jina la Yesu. Uwe mke mwema, uwe mume mwema, pokea sasa katika jina la Yesu. Haijalishi ulichelewa, hoja sio umri. Bwana amekusudia jambo jipya juu yako. Pokea sasa hilo jambo jipya, pokea sasa. Anasema nalo litachipuka. Pokea, 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 pokea hilo jambo jipya linalochipuka juu yako. Ni ndoa hiyo, pokea kwa jina la Yesu. Ni kazi, pokea kwa jina la Yesu. Ni heshima, pokea. Ni kibali, pokea. Ni busara, pokea. Ni mambo mapya, pokea kwa jina la Yesu. Pokea, pokea popote pale ulipo. Pokea kila jambo jipya ambalo unataka litokee kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Mikono yangu nainua. Unahitaji neema ya Mungu kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Popote pale ulipo, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ikupe kujua huyu ni Roho Mtakatifu au ni mawazo yako. Pokea hiyo neema sasa mahali ulipo. Mara nyingi Roho Mungu amekuwa anasema na wewe na umeshindwa kujua. Mara nyingi umekuwa unaoteshwa ndoto nyingi, lakini umeshindwa kuzitafsiri. Lakini neema ya Mungu inaachilia ujazo wa Roho Mtakatifu ndani mwako, utakao kusaidia kutembea pamoja na wewe, utakao kusemesha mara nyingi, utakao kuwa ukiongea na wewe, utakao kuwa ukisafiri nao popote pale. Pokea hiyo neema sasa, pokea neema sasa. Hata kunena kwa lugha, pokea sasa. Pokea neema hiyo, ukanene kwa lugha popote ulipo. Neema Mungu inaposhuka haishuki kawaida, upako sio kwa kawaida juu ya maisha yako. Pokea sasa ukamilifu, pokea ukamilifu ndani ya mwezi wa 3. Pokea kwa jina la Yesu popote ulipo. Pokea neema Mungu, pokea, 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 pokea kwenye maeneo yote, hata kwa yale ambayo sijataja. Taja wewe na upokee kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Safari za kibiashara, pokea sasa. Kibali
kazini, pokea promotion, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Wewe unayefanya biashara, wewe unayegombea nafasi yoyote, pokea kibali cha Mungu. Ni mwanasiasa ama ni mfanya biashara, ni kiongozi popote, unahitaji kugombea nafasi yoyote, pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Mungu, pokea kibali cha Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unahitaji amani kwenye nchi yako, unahitaji amani kwenye ndoa yako, unahitaji amani kwenye biashara zako na kazi zako, pokea neema ya Mungu, pokea neema ya Mungu, pokea neema ya Mungu, pokea neema ya Mungu popote ulipo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Pokea kwa jina la Yesu. Yes. Pokea mtoto wa Mungu. Bwana akuonekanie. Malengo yako yote ya mwaka 2025 yakapate kufanikiwa katika jina la Yesu. Mipango yako midogo na mipango yako mikubwa na ikafanikiwe sasa katika jina la Yesu. Bwana akupatie kiwango cha fedha chochote unachokihitaji. Haijalishi aina ya biashara unafanya, haijalishi kipato chako kikoje. Yeye ndiye Mungu anayetupatia nguvu za kupata utajiri. Bwana akakufungulie mipaka mahali popote, akupeleke mahali mataifa ya mbali. Pokea hiyo neema, kwenye biashara zako, kwenye huduma zako, kwenye chochote kile ambacho unahitaji neema hiyo ya Mungu. Pokea kwa jina la Yesu. Nainua juu mikono yangu. Unahitaji biashara yako itambulishwe mahali kusikojulikana, na kuombea neema ya Mungu. Bwana akutambulishe mahali ambako kusikojulikana. Bwana akatambulisha hiyo biashara yako, akaipe heshima, akaipe kibali. Popote unakopita watu wakaione, na kama ni wewe mwenyewe watu wakuone wewe. Wanapotafuta mtu sahihi wakuone wewe tu, walione jina lako wewe tu katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Popote ulipo, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Pokea kibali cha Bwana. Bwana akisema ndio wala hayupo wa kusema hapana. Bwana akupe hiyo nafasi, Bwana akupe huo mpenyo kwa jina la Yesu. Yes, endelea pokea tu kwa imani. Pokea tu kwa imani. Endelea kuomba na wewe mahali ulipo. Fanya tendo la imani kama unapokea. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika juu yako. Yes, pokea tu kwa imani. Mungu wetu ni mwaminifu, ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayejibu. Pokea tu kwa imani. Yes, pokea kwa imani. Pokea tu. Endelea tu kupokea. Pokea tu kwa imani. Katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Endelea tu kupokea kwa imani. Pokea tu kwa imani. Haijalishi ni nini unachokiomba, endelea kupokea tu kwa imani. Roho Bwana yuko pamoja na wewe. Anakuonekania wala usinyamaze kimya. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo makubwa yanafanyika juu yako. Endelea kupokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Endelea tu kupokea mtoto wa Mungu. Endelea kupokea. Pokea kwa jina la Yesu. Endelea kupokea tu. Pokea. Neema ya Mungu ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa. Haijalishi umekuwa katika eneo gani ukiliombea. Neema ya Mungu inakuonekania popote ulipo. Neema ya Mungu inakushukia. Neema Mungu inakushukia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Neema Mungu inakushukia popote ulipo kwa jina la Yesu. Inakushukia mama, inakushukia baba, kwa jina la Yesu inakushukia. Endelea kuipokea. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Endelea kupokea mtoto wa Mungu. Haijalishi umesubiri kwa muda gani, neema Mungu inakushukia. Neema ya Mungu inakushukia kwa jina la Yesu. Yeye ni Mungu mwaminifu. Unapoendelea kuomba, endelea kumwambia Baba, naomba unyenyekevu, naomba utulivu wa roho na nafsi yangu, naomba unyenyekevu, naomba utulivu wa roho yangu na nafsi yangu. Niondolee roho ya majivuno, niondolee kujisifu, niondolee roho ya kujikweza. Niwe mtulivu pamoja na wewe, nitembee na wewe kwa utulivu katika jina la Yesu. Endelea kujiombea mahali ulipo kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba. Niondolee kiburi, Bwana wangu.
wa saburi, e Bwana wangu, Yes. nikutumikie siku. Endelea kumwambia Mungu maneno hayo. Mwambie tu nakusikia. Jalie unyenyekevu, e Bwana wangu, ondole kiburi, e Bwana wangu, nipe moyo wa saburi, e Bwana wangu, nikutumikie siku zote. Yes. Neema ya Mungu. Neema yako Yes. yanitosha. Neema yako yanitosha. Neema yako yanitosha. Neema. Basi mahali ulipo mtoto wa Mungu, naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe kwa vile ambavyo tumeweza kusimama pamoja kuomba, kuvunja, kutengua. Wacha tumshukuru kwa sababu ameshafanya. Kashafanya makubwa sana ambayo tutayaona kwa macho. Naomba nimshukuru Mungu pamoja na wewe, lakini pia yes, kuna mtu mmoja amependekeza, anasema hatusiombe maombi haya bila kuweka chochote. Frida. Yes. Anasema Frida, popote ulipo, ujumbe wako nimeuona. Wale ambao nataka kuambatanisha maombi yao na sadaka, uwe na amani. Frida, naomba na wewe mahali ulipo Frida. Naomba nimshukuru Mungu, lakini wewe ambaye Frida, nataka niombe pamoja na wewe na wale wote ambao wanaunganisha maombi yao na sadaka. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa jinsi ambavyo unatupenda na hata kutuwazia leo mema. Tunakubariki na kukutukuza Mungu kwa sababu umekuwa mwema siku zote katika maisha yetu. Tumekuona katika safari ya ibada usiku wa leo. Umesema walipo wawili ama watatu na uko katikati yao. Baba, tumekuona Utatu Mtakatifu. Tumeona uwepo wako katika ibada hii leo. Tumekuona kwa jinsi ambavyo umejihusisha moja kwa moja mwanzo wa ibada yetu mpaka hata sasa tunapohitimisha. Baba, tunakushukuru kwa kila jambo, maana hakika wewe ndio umefanya. Umevunja, umetengua, umeharibu kila chochote ambacho kilikuwa kimetengeneza uhalali kwa watoto wako. Umevunja yale mazuio yote, visasi, hila yote mabaya ambayo yalikuwa yameachiliwa ndani ya watoto wako. Wameishi katika magereza, wameishi katika uharibifu wa kila namna, wengine wameishi katika utasa na uharibifu wa mimba. Lakini Baba, umetengua kila mashauri ya wadanganyifu. Baba, tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa mwema na mwaminifu. Kama ulivyosema tukuite, na utatuitikia na kutuonesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Hakika Baba, tumekuona katika hayo magumu yaliyokuwa ni changamoto kwetu. Umetujibu kwa viwango vya juu. Hata sasa tunakushukuru ni kwa sababu tunaona matokeo makubwa. Umetutenganisha na madhabahu za kuzimu, umetuondoa kwenye mikono ya maadui, umetutenganisha na roho yote ya kiganga na roho za kichawi, umetutenganisha na kila uharibifu ambao ulipata uhalali ndani ya maisha yetu. Umetupa haki kwa watoto wako, maana umetutoa katika roho ya hukumu na mateso na masumbuko ya adui. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Sante kwa neema uliyoachilia ya afya, sante kwa amani uliyoachilia, sante kwa financial freedom uliyoachilia kwa watoto wako. Umewatenganisha watoto wako na premature death, umewatenganisha na utasa na uharibifu wa mimba, umewatenganisha na roho ya umaskini, umewatoa kwenye vifungo vya kuto kupata kazi, vya kutokolewa, vya kutokoa, umewatenganisha na mafarakano na uharibifu katika maisha yao. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana hakika usiku wetu haujapotea. Umekuwa ni usiku wa faida, umekuwa ni usiku ambao Mungu tunakushangilia, maana umetenda mambo makubwa ambayo haikuwa rahisi kwetu kutoka, haikuwa rahisi kufika hapa, lakini Baba, wewe ndio umefanya. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana unastahili. Baba, watoto wako Frida pamoja na wengine wote mikononi mwao wameambatanisha maombi haya na sadaka, maana neno lako ndivyo linavyosema, mahali ambapo roho zetu zilipo na ndipo hazina zetu zilipo. Ameona si vyema ambatanishe maombi haya na sadaka yake. Baba, nami namkabidhi mikononi mwako Frida pamoja na wote Baba ambao wanakuja kwako wakiambatanisha roho zao na sadaka zao. Baba, ni maombi yangu, upokee sadaka hiyo, ibariki, uitakase kwa damu yako thamani, ikaendelee kuwa ni ukumbusho mbele za kitu chako cha enzi, ya kwamba hata mahali ambapo Frida na wengine wote wamechoka, sauti zao kupitia sadaka zitapiga kelele, zitakusemesha kwamba yuko mtu aliongea na wewe, alikuomba na sadaka yake akaambatanisha. Baba, ninaomba uipokee,
ibariki, uitakase kwa damu yako ya thamani. Asante Mungu kwa sababu tunaamini vyote kwa utukufu wako umefanya, vyote kwa utukufu wako umetenda. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana unastahili. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, amen. Mtoto wa Mungu, ninakushukuru sana. Bila wewe kuwepo hapo, mimi nisingekuwa na sababu ya kukesha hapa. Ninakushukuru kwa sababu Mungu alikuandaa tukeshe pamoja. Ninakushukuru kwa ushirika wako. Ninakushukuru kwa kusimama kwenye zamu yako kama kuhani, kama mfalme. Asante kwa ushirika wako mzuri. Asante kwa jinsi ulivyoamua kukubali kuacha usingizi na kuitafuta kesho njema yenye furaha. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Hujapoteza muda. Najua utanipa feedback baadaye. Nini Mungu amefanya juu ya maisha yako? Nini Bwana ametenda? Tarajia kuona mambo ambayo ulikuwa huyaoni. Tarajia kupokea simu ambazo ulikuwa hupokei. Waliokuwa wamekudelete kwenye phone book zao, tarajia wengine kuanza kukuomba namba. Tarajia wengine kuanza kukupigia. Kuna mahali ulikuwa umepoteza kibali, usishangae kuanza kutafutwa. Tena ukasema namshangaa Mungu. Hapana, usimshangae Mungu, ameshafanya. Usishangae biashara yako inaanza kutafutwa wakati ilikuwepo. Dada yangu, usishangae unaanza kutafutwa. Lakini pia jiwekee mipaka. Adui naye anatumia nafasi hiyo hiyo. Kijana wa kiume, na wewe hivyo hivyo. Angalizo, ondoa hofu. Angalizo, ondoa hofu. Shetani ana kawaida ya kuleta hofu mahali ambapo hutakiwi kuweka hofu. Ninakuombea neema ya Mungu, hofu isiwe sehemu ya maisha yako tena. Mahali ambapo unatakiwa ku take risk. Thubutu, usiogope. Lakini pia zaidi na kuombea, fanya kazi kwa bidii. Neno la Mungu linasema afanye kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini. Kwa hiyo maskini watakuwepo kwa sababu ya kufanya kazi kwa mkono ulio mlegevu. Lakini aifanyie kazi kwa mkono ulio hodari, hutajirishwa. Kuwa tajiri ni haki yako na kuwa maskini ni option. Mungu akubariki, uwe na siku njema. I love you so much. Tutakutana baadaye. Yesu asante, nasema hallelujah. Asante, nasema asante, nasema asante, nasema kwako nasema asante, 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 Yesu asante, asante, Baba asante, asante, sema tena asante, 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 wewe ngome yangu, asante, wewe amani yangu, asante,
afya ya uso